Niruhusu nikupe maneno ya Mungu. Hakuna tukio lolote la kiungu linaloweza likafanyika likahitimika pasipo neno. Hakuna. Neno ndio msingi wa kila kinachoonekana chini ya jua. Na mimi ninalo neno. Neno hili la leo nitazungumza na wewe siku hii ya kilele cha familia, mambo makubwa manne tu. Manne tu. Lakini kichwa chetu cha ujumbe tangu tulipoanza mwezi huu kinasema kusudi la Mungu la familia. Kusudi la Mungu la familia. That's the title of our message. That's the title of our message. Huo ndio ujumbe wetu wa leo. Kusudi la Mungu la familia. Ninatiwa moyo kwamba Mungu kwa pamoja anatusaidia kuzaa familia zilizo bora za kumtumikia yeye. Nitajisikia vizuri sana nikisikia anniversaries za ndoa zinafanyika majumbani, nikisikia anniversaries tunaita nini, jubilee za miaka 25, sio ndio jubilee, sio ndio, ni kitu gani hicho, 50 years. Hata kama ndoa yako ina mwaka mmoja ukitimia, mshukuruni Mungu pamoja. Nitikieni amen. Miaka 2, mshukuruni Mungu pamoja. Kwa nini? Kwanza inaonyesha heshima kwa Mungu na kutambua yale Mungu aliyowatendea. Najua tuna mambo mengi, tuna majukumu mengi, lakini tukumbuke ile siku Mungu aliyotuweka pamoja. Sasa unaweza ukaniambia, pastor, sisi tutamshukuru Mungu hatukufungaga ndoa kanisani. No, inawezekana kabisa mkufunga ndoa kanisani, lakini mlianza kuishi, mkakutana na Yesu baadaye. Maana sio wote walianzia kanisani. Kuna ambao walikutana wakiwa bado hawajaokoka. Pale mlipoanza kuishi, maisha yalianza, lakini pale mlipompa Yesu maisha yenu, maisha ya ndoa yalizaliwa upya tena, na kuzaliwa kwenu kupya katika Kristo kulianza moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka tuzungumze mambo manne. Na haya chini ya hicho kichwa yanaitwa mambo ya hakika. Mambo ya hakika ambayo Mungu atakufanyia wewe na uzao wako. Mambo ya hakika ambayo Mungu atakufanyia wewe na uzao wako. Ukiweza unaweza kaandika mambo manne ya hakika. 4 sure things that the Lord will do for you and your generation. 4 things. 4 sure things that the Lord will do for you and for your generation. Mambo manne ya hakika, hayana mashaka, ambayo Mungu atakufanyia wewe na familia yako. Nimegundua muda na kizazi chako, na kizazi chako, sio tu familia, generation. Nimegundua muda haukutosha kuyazungumza mambo niliyokuwa nimeandaa. Bado nitaendelea na haya masomo. Nitikieni amen. Bado nitaendelea nayo. Ninazungumza zaidi kuhusu familia, kuhusu kizazi. Sababu ni moja tu. Tulipokuwa tunaangalia kwenye masomo yoyote yale, huwa kuna kitu kinaitwa course objectives. Kwenye course zozote unazosoma, kuna kitu kinaitwa course objectives. To why we are studying this subject, this course. Ni kwa nini tunasoma kozi hii? Mimi nilikupa sababu za kwa nini tunajifunza somo la Mungu, kusudi la Mungu la familia. Namba 1 nilikwambia ni kwa sababu huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa familia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni Mungu wa familia, ni Mungu wa vizazi. Sio kama ilikuwa ya kwanza au ya pili, lakini that's one of the points. Na nikakupa maandiko kadhaa. Tutasoma andiko hilo moja, alafu tutaenda moja kwa moja kwenye mtiririko. Tutasoma hilo andiko moja tu linalothibitisha ya kwamba Mungu wetu hatutafsiri sisi kibinafsi, anatutafsiri kifamilia, anatutafsiri generationally, kivizazi. Natamani kusikia amen. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 17
mstari wa kwanza mpaka wa 7. Mwanzo 17 1 mpaka 7. Tunaomba tusome hilo andiko pamoja. Kama unaweza inua macho yako, na wewe ambaye unaweza ukasoma kwa kufuatisha Biblia yako, tusome pamoja. 1 2 twende. Naona kama tunaweza kuongeza nguvu kidogo. Kidogo tu, ongeza kidogo tu. 1 2 twende. Akasemaje? Twende mstari wa 2. Twende mstari wa 3. Mungu akamwambia akasema, akasemaje? Mimi agano langu nimefanya nawe, nawe baba wa mataifa mengi. 5. Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Twende mstari wa 6. Twende mstari wa 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu wako na kwa uzao wako baada yako. Anzia mstari wa kwanza ili tuende vizuri na kitu fulani hapa. Naomba unifuatishe. Anasema Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99. Inua macho niangalie. Haijalishi una miaka mingapi, Mungu kutimiza kusudi alilolikusudia kwenye maisha yako. Haijalishi. Huyu Mungu akiwa na miaka 99, mwaka mmoja kwenda 100, Mungu ana reveal, anafunua kusudi lake kwenye maisha yake. Anamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Anajitambulisha yeye ni Mungu Mwenyezi, Jehovah El Shaddai, the all sufficient God, the God who is more than enough, Mungu ambaye ni zaidi ya utoshelevu, Mungu ambaye ni zaidi ya unachohitaji. Ndio maana ya hilo jina. Na aliweka hilo neno hapo, alitamka hilo jina hapo, alikuwa na makusudi. Kumbuka na miaka 99 huyu. Maana yake yako malengo aliyokuwa ameyaweka hayajatimia. Anauona umri wake unaenda. Kumbuka umri wa mwanadamu wa kuishi ni miaka 120. Unapokuwa na miaka 99, umebakiza miaka michache. Katika miaka 99 Mungu anamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Kwa maneno mengine, mimi ni zaidi ya mahitaji uliyokuwa unayatarajia na hayajatokea. Mimi ni zaidi ya, maana hana mtoto, lakini hana makao, hana kiwanja, mkewe hajapata watoto, yuko kwenye nchi ya ugeni, ya ukimbizi, amekatiwa kakipande kadogo tu, ameweka hema. Tenti ni ishara ya makazi ya muda. Tenti ni ishara ya ukimbizi. Tenti ni ishara ya ugeni. Kwa hiyo pale anapokaa sio kwake, sio pa kudumu. Ana mke, hana mtoto. Mungu anamtokea katika hali hiyo, anamwambia, mimi ni zaidi ya ardhi, mimi ni zaidi ya watoto. Ndiyo maana anamwambia, mimi ni El Shaddai, mimi ni Mungu Mwenyezi. Wanaonielewa nisaidieni kusema amen. Nataka unielewe sawa sawa. Naongea na wewe na watoto wako, naongea na wewe na wajukuu zako, naongea na wewe na vitukuu vyako, naongea na wewe na vilembwa vyako, naongea na wewe na vilembwekeza vyako, naongea na wewe na vining'ina vyako. Wanaonielewa semeni amina. Siongee na wewe peke yako. I'm not talking to you. Naongea na wewe na wote
walioko tumboni na walioko kwenye viuno vyako, ambao hata haujawaona. Kama unanielewa, mpe Bwana makofi ya shangwe na vigeregere. Mungu tunayemtumikia, huyu wa Biblia ni Mungu wa generations. Twende mstari wa pili. Sasa kwenye mstari wa kwanza anapomwambia ni Mungu Mwenyezi, anampa charity, anampa core value na high value. Unajua kwa kawaida huwa kuna core values na kuna higher values. Core values ni yale maadili ya msingi ambayo mimi na wewe tunayaona na tunapaswa kuyaishi. Higher values ni yale maadili ambayo inawezekana huyajui, hujayafikia, bado una struggle nayo, lakini huna namna, unalazimika kujistretch kuyaendea. Nitikieni amen. Yani huna jinsi, ni lazima upambane, ujivute, usogee pale. Unaenda chuoni, unapewa kakijitabu kadogo kama maelekezo ya jinsi ya kuishi chuoni. Unaambiwa maombi saa 11 kamili alfajiri. Hujawahi kuamka saa 11 kamili alfajiri. Unaambiwa hapa kila Jumatano hakuna kula masaa 24. Those are higher values. Hapa ni utakatifu, ndio msingi wa wewe kuishi hapa. Wanaonielewa semeni amen. Alafu kuna maadili ya kawaida, core values. Tutaamka saa fulani, tutaingia darasani, kengele itagongwa, chai saa fulani. Zote hizo unapaswa kujialign nazo ili uwe salama. Mungu anamwambia, ili mimi na wewe tuendelee mbele salama, enenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Praise the name of God. Natoa wito kwa familia, maisha ya utakatifu ni compulsory, sio uchaguzi. Kama unanielewa nisaidie kusema amen. Nami nitafanya, maana yake nini? Ikiwa utafanya hayo, nitafanya agano langu kati yako wewe na mimi, nami nitakuzidisha sana sana. Nitakuzidisha sana sana. Come on, nitakuzidisha. Wapendwa, hizi adjectives hizi sana sana haikuandikwa kwa bahati mbaya, imekusudiwa. Imekusudiwa iwekwe hapo, imsaidie anayesoma ajue kuzidishwa kwangu. Jamani, nitikieni amina. Kuzidishwa kwangu mimi sio kidogo, ni sana sana. Na ngoja niwaambie hivi, unajua sisi tunakuja kwa Mungu tukiwa sifuri Tunakuja tukiwa nini? Sifuri. Zinaweza zikawa sifuri nyingi zimesimama hapa, zikawa hazina maana. Yesu anakuja kama namba moja yetu. Praise the name of God. Did you hear me? Mlinisikia? Nimesema praise the name of God. Hebu njooni nyie watoto kama 6, 7, 8, 9. Changamkeni hapa. Changamka bana. Hamhitaji viatu. Mimi nawahitaji nyie. Simama hapa. Simama. Sasa wewe tunakufanya Yesu. Sasa ukiwa Yesu na unafanana nao, subiri kwanza, wewe usiwe Yesu. Yesu. Njoo. Toka Mashariki ya Kati. Jamani, sawa sawa? Hawa wote hawa wamekuja kwa Yesu, wote zero hawa. Huyu mshirikina, huyu mlevi. Watoto wanashangaa, ananiangalia, unataka kuniita nini mimi? Haya, dhambi yoyote, ila wote wa dhambi hawa. Jamani, si ndio? Wote wa dhambi. Kwani tunapokutana na Yesu, wote tunakutana na Yesu, sisi ni watakatifu. Na yeye mwenyewe amekataa, amesema aliye mzima hamuhitaji nani? Hamuhitaji daktari. Na daktari amekuja kwa ajili ya watu gani? Wagonjwa. Kwa hiyo sisi hapa wote hawa, mcheki jirani yako, mwambie wewe ulikuwa mgonjwa. Mwambie mtukuze Bwana kwa uzima huu. Sasa hapa tunatofautiana. Kuna ambao mlianzishwa kuruka na nyungo na mama zenu mkiwa vichanga.
Kuna ambao mama zenu waliwanywesha pombe za kienyeji ukiwa mgongoni, ujielewi. Ukileta usumbufu unapigwa kapombe, unalala usingizi siku nzima, mama anaenda kufanya shughuli zake. Kwa hiyo inawezekana tumekuja kwa Yesu, hali zetu ni mbaya mbaya. Ghafla, here comes Jesus. Come on. Hallelujah. Yesu anasimama hapa. Pap. Zero hii ni zero. Nauliza, ni zero tena? Inaitwa ngapi? So, semeni kwa sauti. Inaitwa ngapi? Hii kisogea hapa inakuwa ngapi? Hii 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 inakuwa ngapi? Pi moja. Kelele za shangwe kwa Bwana. Ajua. Muulize jirani yako, ndio kelele hiyo? Amesemaje? Amesemaje? Hajajibu chochote. Na wewe, hiyo ndio kelele? I requested kelele. Niliomba nini? Kelele. Hii si ilikuwa zero? Sasa imekuwa ngapi? B moja. Yaani mimi hapa naongea na mabilionea hapa. Na huo bilionea hauanzii na kuishia kwako. Unaanzia kwako, unaenda kwa watoto, unaenda kwa wajukuu, unaenda kwa vilembwe, unaenda kwa vilembekweza, unaenda kwa vining'ina. Wanaonielewa semeni amen. Biblia inasema mpaka kizazi cha 8 ikiwa Yesu atachelewa kurudi. Na akirudi tunaenda zetu wapi? Wewe na mkeo na watoto na wajukuu zako. Wanaonielewa semeni amen. Tuliimbaga pambio zamani, nasema Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, wewe namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Haleluya. Kwa hiyo kumbe, ili uwe salama, wewe zero jiambatanishe kwa namba ngapi? Moja. Zero mwingine aje ajiambatishe kwa namba moja. Thamani inapanda, thamani inaongezeka. Unashangaa tunaacha kuongea stori za kawaida. Tulikuwa tunaongea vocha ya kukwangua ya 500. Sasa hivi kuna watu wamkumbuki mara ya mwisho ni lini umekwangua vocha. Haukumbuki ni lini umekwangua. Hata uzijui tena zile kanuni. Yaani hujui, maana haukumbuki hata zile vocha zenyewe zinauzwaje na zina alama gani, hujui. Kwa nini? Umehama kwenye uziro, pengine uko kwenye hapa ni ngapi? Hapa. Si ndio? Bado uko hapa. Kuna ambao wako hapa bado. Mnanielewa? Kuna ambao wameshasogea wako hapa. Kuna ambao wako hapa. Kuna ambao wanaongelea hapa. Hapa ni ngapi? Laki. Yaani kuna ambao, yaani bajeti ni hapa. Yaani unaenda out, mnakula na familia, inakuja cheki ya 400,000. Umuulizi mhudumu mara 2. Unampa, inabaki 13,000 change. Akikuletea wewe baki nayo, wewe baki nayo. Ila walioko hapa change ya shilingi 50. Utasikia, we binti we, naondoka, leta change yangu wewe. Unadhani hela inaokotwa? Wako hapa. Sasa hawa walioko hapa wameanza kusema keep what? Keep change. Hallelujah. Kuna waliosogea, tulikuwa hapa, wako hapa. Hapa ni ngapi? Hapa ni ngapi? Milioni 10, si ndio? Hawa mahitaji yao hayaanzi milioni 9 kushuka chini. Yanaanzia milioni 10 kwenda wapi? Kwenda juu. Hawa walioko hapa mahitaji yao ni kuanzia ngapi? Niangalieni niwaambie kitu. Ukikutana na mtu anasema namwamini Mungu kwa bilioni 5
5. Nataka nikuhakikishie ana 1 au 2 tayari. Ukikutana na mtu anaongelea T kwa maana ya trillion, huyo jamaa anazo B kama 8, 7 zimetulia mahali, sio za deni. Wanaelewa? Semeni amen. Huyu mwenye hii level hii, niliona clip moja ya video ilinifurahisha sana. Walikutana kanisani watu wawili. Huyu jamaa alikuwa anahitaji kama bilioni 10 hivi kwenda mbele. Yuko kwenye maombi. Ameingia anaomba kitulivu. Anakanyaga kama vile haendi. Akaja mwingine. Hitaji lake milioni 1. Milioni 1 ni wapi? Hapa. Milioni 1 inaishia hapa. Hitaji lake ni ngapi? Alifika, alianzia kelele kule mlangoni. Baba! Baba, unaijua hali. Ninataka milioni 1. Baba, akajaza kelele jengo. Huyu jamaa akamuita. Wakiwa wote kwenye chumba cha maombi kanisani kama hapo. Akamwambia, "Samani, ni nini? Shida nini?" Akamwambia, "Na muamini Mungu kwa ajili ya milioni 1 na mambo fulani hayajaenda vizuri." Akamwambia, "Okay. Njoo." Akaenda naye kwenye gari. Akachukua milioni 1 akampa. Akamwambia, "Ubarikiwe. Ondoka." Kwa maneno mengine, punguza nini? Kelele. Chagua unataka uwe wapi katika hawa. Na hapa naomba nikueleweshe, hapa sio mwisho, kuna vidoti vitatu vinaendelea. T. Yaani bilioni ukiongeza 0 inakuwa ngapi? Si ndio? Ukiongeza nyingine bilioni 100, ukiongeza nyingine T. Hapo mimi ndio ndipo saizi. Haleluya. Yaani hayo ndio mahitaji yangu sasa hivi. Yaani kama unataka kunibariki, pambana unitafutie nini? T. Sasa ukinipa B, na mimi nataka hapa pote kiwe kijiji cha Yesu. Si unanielewa? Pote. Geti liko wapi? Kwani hamjaona geti kule? Kule kwenye geti, lile ni geti, ule ni unabii. Yaani geti linaanzia chini, alafu hizo barabara, yaani kuanzia 1, 2, 3 kushuka chini. Hivi mpaka hivi, yaani mpaka ni ardhi kwenda huko chini. Hapo ni B ni T. Asanteni mabilionea, Bwana wabariki sana. Wapigie makofi mabilionea. Muangalie jirani yako usoni, mwambie mimi ni bilionea. Mwambie sijifanyi. Mwambie neno limethibitisha. Naomba nimalizie hapo. Twende mbele kidogo. Nitakuzidisha sana. Namba 3 anasemaje? Abrahamu akaanguka kifudifudi, maana yake akarespondi. Mungu akamwambia akasemaje? Come on, number 4. Mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Unaona, nisaidieni kusema amen. Twende namba 5. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham. Hapa kuna mabadiliko ya jina. Mungu anakubadilishia jina. Unaonielewa? Nitikieni amen. Hutaitwa tena Abraham, maana Abraham ni baba wa wengi. Ndio maana ya jina Abraham, ni baba wa wengi. Lakini jina lako litakuwa Ibrahim, maana yake baba wa mataifa mengi. Wanaonielewa semeni amen. Anasema nimefanya hayo kwa sababu gani? Nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. 6, nitakufanya uwe uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa. Sema mataifa. Yaani sikufanyi kuwa taifa na kufanya kuwa nini? Mataifa. Alafu anasema na wafalme watatoka kwako. Unaonielewa semeni amen. Ninamuona mtu mmoja hapa ambaye atakuwa na mtoto mmoja ni gavana China, mwingine atakuwa mfanyabiashara London, mwingine anafanya kazi zake South Africa. Wenye imani peke yake huwa wanapiga kelele na wanaitikia amina mbele za Mungu aliye hai. Nisaidieni kusema amen. Unaweza kuniambia pastor, kwa hiyo nitazaa watoto 100, 500? Wala sio lazima uzae hao. Naomba niwaambie, Mungu akisha kupanda akakuchipusha, kuna watu wanakujaga wenyewe, akifika anasema naomba niwe mwanao. Nitikeni amen. Naomba tu niitwe kwa jina lako. Ninaomba unishauri, unilee, uniongoze. Nitakuwa nakuletea sadaka, nitakuwa nakuletea. Hivi kuna anaelewa ninachozungumza?
Bwana akupe neema hiyo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana aineemeshe familia yako kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akufanye kung'aa kwenye jamii yako kwa jina la Yesu aliye hai. Namba 7, naipenda zaidi namba 7. 7 huwa naisoma narudia, nasoma narudia, na hapo ndipo napoenda kuongea na wewe mambo manne. Huwa naisoma na furahi. Anasema agano langu nitalifanya imara, thabiti, litatiwa muhuri. Kumbuka, sio mkataba, ni agano. Mkataba ni kati ya shirika na shirika. Mkataba ni kati ya mtu na mtu. Mkataba ni kati ya taifa na taifa. Mkataba ni kati ya kampuni na kampuni, na shahidi wa mkataba ni mwanadamu. Lakini yeye anachofanya, anasema ninafanya agano. Agano ni kati ya mwanadamu na Mungu, na shahidi wa agano sio mwanadamu. Shahidi wa agano ni Mungu mwenyewe. Agano lazima lihusishe damu, na damu aliithibitisha msalabani, ikamwagwa ya Yesu Kristo, inayothibitisha agano jipya ambalo mimi naishi ndani yake. Wanaonielewa wapige kelele za shangwe na vigeregere kwa Yesu. Nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Malizia 8 uone. Malizia 8. Malizia 8 anasemaje? Malizia 8 anasema, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa. Sio kiwanja cha square mita 800. Epuka mambo ya kununua ka square mita ka hivi. Haununui kaburi wewe. Vipimo vya kaburi hivi achana navyo kwa jina la Yesu aliye hai. Nunua mashamba kwa jina la Yesu. Nunua ardhi kwa jina la Yesu. Waambie watu nataka mashamba. Waambie nataka ardhi kwa jina la Yesu aliye hai. Na ninakutabiria ukajenge vijiji, uwe na wapangaji 200, uwe na wapangaji 80, uwe na wapangaji 70. Natamani uwe na wapangaji, ifike mahali TANESCO wakuwekee transformer 3 mwanzoni, katikati na mwishoni, na watengeneze gari maalum la TANESCO, na pale kwako uwe mkoa wa TANESCO maalum wa kijiji chako. Sikiliza nikwambie. Hivi unajua wengi tunashare transformer, si ndio? Nataka uwe na yako ya kwanza mwanzoni mwa kiwanja, ya pili katikati, ya 3, alafu kijiji chako hicho kinafanywa kuwa mkoa wa nini? Wa TANESCO. Maana yake una meneja anayelipwa na serikali ili ana manage kijiji chako. Wanaoelewa waseme amina. Siku wanalipa kodi wafanyakazi wapangaji. Unajenga makanisa 100 kwa mara moja. Kodi ya mwezi. Wanaonielewa semeni amen. Juzi nimepata mwaliko wa kwenda kutembea ndani ya, tunaita nini, cruise. Do you know cruise? Kuna wanaojua cruise? Cruise ni limeli fulani hivi. Lile limeli nimepewa maelekezo, ndani yake wanaingia watu kwa mara moja 27,000. Alafu mnaanza safari Jumatatu, mnafika Jumatatu. Kule ndani kuna viwanja vya mpira, kuna mahoteli, kuna baa kwa maana ya maeneo ya kuuzia vinywaji, kuna vyakula, kuna maeneo ya pool tables, kuna maeneo ya mazoezi, kuna gym, kuna kila kitu, kuna maeneo ya ibada, kuna swimming pools. Yani kuna swimming pool ndani ya meli iliyo ndani ya maji. Kuna mtu ananielewa? Afu nikaambiwa hakikisha unakuja na mkeo, maana mtakaa siku 7 za kwanza za kusafiri. Utakuwa board ukija peke yako, na tutakulipia nusu ya gharama ya kutembea ndani ya hilo dude. Sasa cha ajabu kilichonishangaza, inaenda inatua kwenye kisiwa kikubwa kuliko Zanzibar. Alafu hicho kisiwa pamoja na hilo cruise ni mali ya mpendwa mmoja.
Nilipouliza nikaambia amewezaje kununua kisiwa? Akasema wenzetu wanaweza kuuza nini? Kisiwa. Nikaambiwa hana kimoja, anavyo 9. Kwa hiyo mnachagua mwende kisiwa kipi. Mnapewa tu nini ile kama jarida lile magazine, mnaangalia alafu mnapanga kwa pamoja twende wapi. Kwa hiyo kule ndani kuna watu wa mataifa mbalimbali wameingia, wote wanaenda kucruise, wanaenda kutembea. Jamani semeni amen. Ndio maana nakwambia hivi, unapopanga kununua ardhi, achana na visikuwa mita 800. Nunua mashamba, nunua kijiji, nunua mtaa. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye. Nisikilize niwaambie, utakaponunua hivyo vitu, utakapopata huo utajiri, utakuwa wa kwako wewe na vizazi vyako vyote hata baada yako. Nisikilize niwaambie, ninajisikia vibaya mimi mchungaji wako. Biashara nyingi, makampuni mengi ya Kitanzania na ya Kiafrika huwa yanakufa founder anapoondoka. Nataka tuondokane na hilo kwa jina la Yesu aliye hai. Ningetamani tuwe kama Coca-Cola, miaka 160 kitu 170 bado ipo. Aliyeiasisi hayupo, hajui ladha inayoendelea sasa hivi. Coca-Cola imejieneza, imeenda mahali ambako hakuna umeme. Ukiitaka ya baridi unaipata, wanatoa kwenye mtungi wa maji, wanatoa kwenye ndoo. TANESCO hawajafika, wao wapo. Nataka uenee kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa by so saying, Mungu anaenda kufanya yafuatayo ili hayo yatimie. Namba 1, he will deliver you from fear and give you his peace. Atakachokifanya cha hakika mambo 4. La kwanza, atakuondoa, atakuokoa, atakukomboa dhidi ya hofu na kukupa amani yake. He will deliver you from fear and give you his peace. Hilo ni la hakika. Ndio kazi aliyokuja kuifanya. Waebrania 2:14 na 15. Waebrania 2:14 na 15. Waebrania 2:14 na 15. Hapa anasema nitakupa wewe nchi na uzao wako baada yako, nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani kuwa miliki yako milele, nami nitakuwa Mungu wao. Yaani unapewa nchi, unamiliki nchi. Sasa twende kwenye hilo andiko. Twende Waebrania 2:14, 14 na 15. Tusome pamoja kwa sauti. 1 2 twende. Ehe. 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 Twende 15. Kwa hofu ya nini? Ya mauti. Amekuja Kristo kutuondoa kwenye hayo. Yesu amekuja kuiondoa nyumba yako na familia yako kwenye hofu ya mauti. Amekuja kukuondoa wewe kwenye hofu ya washirikina na wachawi. Naomba nikwambie, utalala ukiwa unajiamini kwa jina la Yesu aliye hai. Hautakula kwa wasiwasi, utakula chakula kitafika. Haijalishi bibi yako alikuwa ni mshirikina, haijalishi jirani yenu alikuwa ni mshirikina, haijalishi shangazi alikuwa ni mshirikina, haijalishi ndugu kwenye kijiji hicho walikuwa ni washirikina, wewe unadunda na unatoka salama kwa jina la Yesu aliye hai. Wanaonielewa wampe Yesu kelele za shangwe na vigelegele. Anasema he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who thought through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Kuna watu maisha yao yote yamefungwa na hofu na wasiwasi. Mungu kwa hakika atakuondolea hofu, atakupa amani yake katika jina la Yesu. Andiko la pili ni Yohana 14:27. Yohana 14:27. Tutasoma pamoja kwa nguvu kabisa.
Yohana 14:27. Naomba tusome pamoja. 1 to 4. Ehe. 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 Msiwe na woga, si ndio? Woga si ndio hofu. Msifadhaike. Nawapa amani. Wapendwa, amani ya Yesu ni zaidi ya amani ya PhD. Kuna watu wana PhD wanaishi bila amani. Anachokuja kufanya Yesu, anakuletea amani kwako wewe na nyumba yako yote na uzao wako wote. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Naomba niwaambie, hofu imekuwa ndio silaha kubwa sana ambayo adui anaitumia kuwatesa watu wa Mungu. Mashaka, wasiwasi. Naomba nikwambie, unaweza ukawa haujasoma kama walivyosoma wengine. Unaweza ukawa hauna exposure kama walionayo wengine. Inawezekana unaishi kwenye mtaa, wewe ni wa pekee, ni mtu wa kawaida ukijilinganisha na wengine. Niko hapa kukwambia, amani ya Kristo itawale moyo wako, furaha ya Bwana ikae ndani yako, ukawe salama kwa jina la Yesu aliye hai, na Bwana akakutendea anayotaka. Kama unaamini mwambie Yesu amina. Naomba niwaambie, waliokombolewa na Yesu, for the redeemed, Satan has got no authority. Waliokombolewa, shetani hana mamlaka dhidi yao. Na kuombea Bwana akupe ukombozi kamili, uwe salama, fikra zako, nafsi yako viamini na vikubali, ninaye Yesu ndani ya moyo wangu. Nitikieni amen. Tuliimbaga pambio zamani, ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu atashinda. Mnakumbuka hiyo? Tujaribu 1 2 twende. Come on. Hivi nitashinda, atashinda. Nitashinda, si ndio? Aha, yeye ananisaidia afu mimi nashinda. Tuimbe tena 1 2 twende. Come on. Wenye Yesu moyoni wanisaidia kuweka mikono yao juu namna hii. Naomba niseme maneno haya, ni ukweli usiopingika ya kwamba Yesu Kristo amemharibu shetani na ameziharibu kazi zake zote. Jina la Bwana libarikiwe. Ameiharibu mamlaka na utawala wa hofu dhidi ya mwanadamu. Ndicho alichokuja kufanya Yesu. Na kisha ameagiza, ametuambia tusiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie tena usiogope. Niangalieni niwaambie kitu. Uoga ni uamuzi. Nimesema ni nini? It's your choice. Unaweza ukachagua kuwa mwoga, unaweza ukachagua kuishi maisha ya hofu, unaweza ukachagua vinginevyo. Mimi nimekataa hofu kwa jina la Yesu. Nataka nikuambukize hiyo, kataa hofu kwa jina la Yesu. Haijalishi waliokuahidi wameacha kukupa ahadi zao, usiogope kwa jina la Yesu. Haijalishi umesoma umeishia njiani, hiyo degree hujamaliza, hiyo masters hujamaliza, hicho kidato cha 6 hakijaisha, hiyo form 4 haijaisha. Nataka nikwambie usiogope kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa hauogopi kwa sababu gani? Sababu ni moja tu. Kristo Yesu amejaza lile eneo lililojawa na hofu ili wewe uishi bila hofu. Pokea amani ya Kristo katika jina la Yesu. Namba 2, jambo la pili atakalolifanya Yesu ni nini? He will break the strongholds of Satan in your life. Atazivunja sasa stronghold, ngome. Thank you very much. Atazivunja ngome za shetani kwenye maisha yako. Kumbuka nikisema maisha yako ninaongea wewe na kila atakayeitwa kwa jina lako. Hata kama ulizaliwa kwenye familia ya walevi wa pombe kama mimi, haijalishi. Kristo Yesu atazivunja ngome zote za shetani kwenye maisha yako. Nitikieni amen. Inua mkono wako juu namna hii, tamka maneno haya: mimi ni mshindi katika jina la Yesu.
Asante sana. Andika na usome andiko hili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Tuweke hilo andiko haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Haya, naomba tusome maneno hayo. 1 2 twende. Ishia hapo kidogo. Soma tena. Ishia hapo kwanza. Soma tena. Yanayofuata yawekee alama. Maneno yanayofuata yawekee alama. Kama kuna mtu anatenda dhambi, huyo ni mali ya nani? Na sababu ni nini? Ibilisi ndiye wakala wa dhambi, na amefanya hivyo tangu kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Tangu yeye alipoumbwa kama malaika kule mbinguni, alitenda dhambi tangu mwanzo. Lakini sasa kuna jambo la ajabu linatokea. Huyu mtenda dhambi baada ya kujidhihirisha ni mtenda dhambi, baada ya kujitangazia utawala wa utendaji wa dhambi, kuna jambo likatokea. Linaitwa nini? Soma kwa sauti kabisa. 1 2 twende. Rudia tena. Huyu aliyekuwa anatenda dhambi akajiona ndiye mtawala, alihitaji nguvu kubwa kuliko ya kwake. Maandiko yanatuambia huwezi ukaenda ukaiba vitu ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu. Lazima umshike, umfunge. Jamani, mnanielewa vizuri ili asiwe na uwezo wa kushindana na wewe, kisha waweza wakachukua vitu vyake ukaondoka navyo. Kazi aliyokuja kuifanya Yesu ni kuja kuharibu kazi za shetani, ni kuja kuibomoa nyumba ya shetani. Nitikeni amen. Wanaohubiri injili wanaelewa, kabla ya mikutano ya injili huwa tunafanya maombi. Yale maombi huwa yanatengeneza hali ya hewa. Tunamfunga mkuu wa anga, tunaifunga mamlaka yake, tunawarilizi watu, mioyo yao inamkubali Yesu, inamwelekea Yesu, ili tukienda tuteke mateka. Wanaonielewa semeni amen. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu amedhihirishwa, mwana wa Mungu amedhihirishwa. Afanye nini? Apate kuzivunja kazi za Ibilisi. For this reason, for this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy all the works of the devil. Praise the name of God. Ni maombi yangu kazi za kuzimu kwako na nyumba yako na familia yako zivunjwe kwa jina la Yesu aliye hai. Niangalie niseme neno moja kwenye pointi hii. Ili kazi hizo zivunjwe, kunahitajika kitu kinaitwa God's revelation in personal life of a human being. Lazima kuwe na madhihirisho ya Mungu na kujifunua kwa Kristo ndani yako. Kwa kadri anavyozidi kujifunua, ndivyo ambavyo wewe utazidi kumpenda na kumwabudu, na ndivyo ambavyo kazi zile za adui zitakuwa zinaondoka kwenye maisha yako. Kuna vitu hutapambana navyo. Mafunuo ya Kristo kwenye maisha yako yataondoa vitu vyote. Unaonielewa? Semeni amen. Kuna watu hawaabudu vizuri leo, sio kwa sababu nyingine, bado macho, fahamu, nafsi, fikra zimejawa na kitu kingine. Vinapoondoka hivyo, alafu mafunuo ya Kristo yanakuwa dhahiri kwenye maisha yetu, hivyo ndivyo tunaweza tukanyanyua mikono kwa uhuru, tukamtolea kwa uhuru, bila hofu ya kesho wala kesho kutwa. Wanaonielewa semeni amen. Ongeza amina kubwa sana kwa Yesu. Ongeza amina kubwa sana kwa Yesu. Nisaidie kujibu maneno haya pamoja na mimi. Mimi nikisema nguvu za dhambi, unaitikia kwa nguvu kabisa, zimevunjwa. Jamani, sawa sawa? Come on, sawa sawa? Mimi sinataka tufanye na wewe. Nataka tufanye na wewe. Nataka tumwambie shetani kazi yake imefanya nini? Imevunjika. Na hicho unachokifanya unayatabiri na kuyatabiria maisha yako na kukiri juu ya kile Bwana alichokifanya. Sikiliza kwa makini. Kazi za kuzimu kwa sauti ndogo hivyo zinavunjika. Zinavunjika? Hazivunjiki. Hebu niangalie niwape mfano. Hivi unajua ukiwa unatembea njiani,
Ukiwa unatembea njiani, nitaka nitafute kitu hapa niweke nitoe mfano uone. Ukiwa unatembea njiani kawaida hivi. Unaweza kukuta kijimtaro cha maji. Unanielewa vizuri eh? Itategemea na ukubwa wa kile kimtaro. Kingine sio kikubwa sana, unafanya tu hivi. Si ni sawa eh? Unaendelea. Unaenda, unakutana na maji kidogo mengi kidogo. Ukiacheki, unaona haya naweza nikayapita pembeni. Kwa hiyo unapita pembeni, unaenda. Safari inaendelea. Alafu kuna mahali unafika, unakuta maji mengi. A big ditch, shimo ni kubwa. Alafu kulia na kushoto hakuna mahali pa kupenyea. Jamani, unaelewa vizuri eh? Unajua kinachotokea? Maisha huwa yanabadilika. Maisha yanafanya nini? Yanabadilika. Waliozaliwa vijijini mnanielewa. Acha watoto wetu tunaowazaa hapa kwenye lami. Unajua huyu mtu huwa anabadilisha kila kitu. Mkoba anaufunga sawa sawa, si ndio? Anaufunga vizuri mkoba wake. Alafu anachofanya, anasogea, anapapima. Alafu anaicheki suruali. Yaani kama inahimiri. Sijui unanielewa? Kama inahimiri, kama ni sketi, anafanyaje? Inapandishwa juu. Tunaelewana? Kama viatu ni mchuchumio, anabaki navyo? Anavivua, anashikilia wapi? Au hashikilii, anavitanguliza, maana hatarudi huku. Wana unaelewa, semeni amen. Nauliza, tuko pamoja? Alafu akisha ya cheki mazingira yako sawa, anarudi nyuma. 1, 2, 3. Yes. Kweli sio kweli? Sasa unavunja kazi za kuzimu, zimevunjwa. Nguvu za shetani zimevunjwa. Zinavunjika. Hivi unajua mapepo ya Kiafrika yanahitaji sura ikunjwe? Yana jeuri. Zimevunjwa. Mbona hazivunjiki? Zitatoka kwa muda alafu zinafanya nini? Zinarudi. Badilisha sura, geuza sauti, badilisha toni. Semeni amen. Nguvu za dhambi, there you are. And where we are going, we are very near to reach. Semeni amen. Semeni amen. Magonjwa na mateso, hofu na mashaka, umasikini na ufukara, utasa na kutozaa, maumivu na kesi, hukumu na mateso na mashtaka. Piga kelele, sema niko huru. Sema niko huru. Familia yangu iko huru. Mpe kelele za shangwe na vigeregere Bwana Yesu. Inua mkono moja, sema shetani hapana. Unaweza kanyanyua mwingine tena. Namkumbuka mama mmoja nilimuona siku moja. Nilimuona mama mmoja anaomba, anaiombea familia. Inaonekana kuna jambo lilimtesa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Hii ilikuwa mara ya 4. Akasema liwalo na liwe. Akachukua mtandio akaufunga. Story ikachange. Yule mama alisambaratisha mapepo ndani ya ile nyumba. Sasa unapomwambia shetani hapana, hausemi shetani hapana. Unamkatalia shetani mpaka akikucheki usoni anaona umekanyani? Umekataa. Nyanyua mkono mmoja, sema shetani hapana. Kwa watoto wangu hapana. Kwa kesho yangu hapana. Kwa familia yangu hapana. Kwa masomo yangu hapana. Kwa afya yangu hapana. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mpe kelele za shangwe Bwana Yesu. To the degree that Christ is manifested in your life,
To that degree, you will experience freedom and worship the Lord. Kwa namna atakavyojifunua ndivyo uhuru wako utaongezeka na ndivyo utakavyompa Mungu wako ibada. Wanaonielewa semeni amen. Namba tatu. Nitaishia namba tatu. Nitaishia tatu ya mwisho. Nitaishia jambo la tatu, ambalo hili atalifanya kwa hakika kwako na familia yako yote. Jambo la tatu, atakurejeshea yaliyopotea na kukupa baraka za kizazi chako chote, sasa na hata milele. Sikiliza vizuri sana hayo maneno. Atakurejeshea yaliyopotea, vilivyopotea, yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na madumadu, yaliyoliwa na parale, yaliyoliwa na muda, yaliyoliwa ukiwa kijana, yaliyoharibika ulipokuwa hujaokoka, yote uliyoyakosa, yaliyokuwa hasara, yanarejeshwa kwako. Wanaonielewa semeni amen. Nasema yatarejeshwa kwako, semeni amen. Na watumishi wa Mungu, niangalieni niwaambie, Mungu akiamua kuingilia kati kwenye maisha yako, hahitaji siku 2, hahitaji mwezi, hahitaji mwaka. Anahitaji wewe nini? Utashi wako, kukubali kwako, ushiriki wako, kukubali kumruhusu yeye afanye. Ukimruhusu tu anaingia, na akiingia huwa ana tabia ya kusahaulisha jana ilivyokuwa. Mtu mmoja akasema Mungu anaweza kukubariki akakupa hela mpaka ukamisi umaskini. Mitikieni amen. Yote yaliyoharibika atayarejesha na kukupa baraka za kizazi chako. He will grant you and bless you upon your life, upon your household, upon your generation, generational blessings. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Andika maneno yafuatayo, Acts 16, Matendo ya Mitume 16:30 na 31. Matendo ya Mitume 30:31. Andika Mambo ya Nyakati wa Pili 21:7. Matendo ya Mitume Mambo ya Nyakati wa Pili 21:7. 21:7. Alafu mwisho andika Kumbukumbu la Torati 7:9. 7:9. 7:9. Mungu ataachilia yaliyoibiwa, yaliyopotea, na kisha ataziachilia baraka za kizazi chako chote katika jina la Yesu. Tusome maandiko hayo, ndio yatakuwa maandiko yetu ya mwisho. Tusome maandiko hayo, Matendo 16:30. Tusome kwa sauti watu wote. Matendo 16:30. Hapa pana story inanifurahisha sana ya huyu afisa mkubwa wa gereza kule katika mji wa Filipi. Huyu bwana amewakamata Paulo pamoja na wenzake. Baada ya kuwatoa gerezani, kuna maswali yanifurahisha sana nilipokuwa nayasoma. Tusome maneno haya pamoja. 1, 2, twende. Hili ni swali la yule mkuu wa gereza ambaye ameyaona maajabu kwenye maisha ya Paulo. Gereza limefunguka lenyewe, minyororo imekatika. Wakamueleza habari za ufalme wa Mungu, akaona ni halisi. Niangalieni na mnisikilize wahubiri wa Injili. Namkumbuka sana mzee wangu Dale Everett. Alikuwa ananiambia, Timothy, the gospel has got 3 parts. Number 1, the gospel has to be preached. Number 2, the gospel has to be manifested. It has to be seen. People should experience what you are saying. Injili lazima ihubiriwe kwa masikio. Alafu namba 2, ionwe inachofanya. Yani ilete madhihirisho. Alafu namba 3, ndio utawaita watu kwa nani? Kwa Kristo. Huyu jamaa ameithibitisha Injili. Sasa anawauliza, nifanye nini nipate kuwa kama nyie? Gereza linifungukie, minyororo inikatikie. What should I do? Nifanye nini? Sikiliza majibu. Twende 31. Twende 31. Tusome kwa sauti. 1, 2, twende. Wakamwambiaje? Alafu peke yako. Nawe utaokoka peke yako.
No, someni vizuri. Nawe utaokoka wewe mwenyewe. Neno linasema utaokoka wewe peke yako. Mwambie jirani yako, sio wewe tu. Mwambie walete watoto nyumbani mwa Bwana. Mwambie washirikishe wanao imani. Ni pamoja na nani? Na nyumba yako yote. Inua mkono wako mmoja juu namna hii. Sema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Ongeza makofi mazuri sana kwa Yesu. Hebu angalia Mambo ya Nyakati wa Pili 21 mstari wa 7. Mambo ya Nyakati wa Pili 21:7. Sasa hapa utashangaa. Hapa pana story ya ajabu sana ambayo huyu ni mtoto wa mfalme. Huyu ni mtoto wa mfalme ambaye wa taifa la Israeli, ambaye alikuwa anamjua Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anayeyajua mambo ambayo Bwana ameyatenda. Pamoja na kwamba huyu alikuwa ni mkwe wa Ahabu, mfalme mbaya asiyemcha Mungu, lakini anatoka kwenye laini ya wana wa Mungu. Anatokana na Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, anatoka kwenye ukoo wa Daudi. Jambo la ajabu sana linafanyika mahali hapa. Soma maneno hayo. 1, 2, twende. Bwana asifiwe. Huyu ni mtoto kutoka familia ya Daudi, lakini amemooa mtoto wa mfalme asiyefaa, Ahabu, asiyemcha Mungu wa kweli. Mungu anapotaka kuachilia hukumu, analeta mapigo, akakumbuka agano. Sema akakumbuka agano. Akasema no way, no way. Kwa sababu tu ya Daudi mwanangu niliyeweka agano pamoja naye, ninakuombea watoto wako wakikutana na jambo, Mungu akumbuke agano aliloweka na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Andiko la mwisho ni Deuteronomy 7:9. Deuteronomy 7:9. Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 9. Kumbe Mungu akiweka agano, agano halivunjiki, linakuwa la milele. Tusome maneno hayo kwa pamoja. 1, 2, twende. Tusome kwa ujasiri zaidi. 1, 2, twende. Ni vizazi vingapi? Mimi nimeishia karibu 4, 5 tu, sijui 6. Lakini Mungu anashika vizazi 1000. Ni vya kwako wewe katika jina la Yesu. Naomba usimame.